katika uwanja wa Amani kule visiwani Zanzibar. Kuna ukweli wowote kuhusiana na taarifa hizi? Hakuna ukweli wowote. Hakuna ukweli wowote, ni taarifa tu ambayo imetengenezwa huko na watu ambao hatujafahamu ni nani na kwa madhumuni gani sambazwa, na inawezekana kwa sababu ya ukubwa wa ligi yenyewe, mvuto wa habari zake, basi inawezekana hiyo habari ndio maana imepata kusambazwa kwa kiwango kikubwa sana, lakini kiuhalisia ni habari ambayo haina mahusiano yoyote na bodi ya ligi kuu Tanzania wala shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF. Kwa hiyo wadau wa ligi kuu ya NBC pamoja na wadau wa mpira wafahamu kwamba hiyo taarifa si ya kweli na waipuuze. Kwa hiyo hilo ndio la msingi, kwa sababu tangu bodi ya ligi kuu Tanzania itangaze kuahirisha huo mchezo Machi 8, hakuwahi kutoa taarifa nyingine yoyote kuhusiana na huo mchezo mpaka sasa hivi hapa tunapozungumza. Hata mimi ukiniuliza chochote kuhusiana na hilo, nitakupeleka kule kwenye ile taarifa ambayo ilitolewa na bodi ya ligi kuu Tanzania ya kwamba kuahirisha mchezo, na katika taarifa ile ilieleza kwamba itaupangia tarehe mchezo huo. Kwa hiyo tunapaswa kuendelea kusubiri, kuvuta subira, kile kilichoelezwa kwenye taarifa ile basi utakapofika utatekelezwa. Bana, watu wanaitaka sana dabi. Vipi wenye dabi wenyewe wanaitaka? Kweli hata mimi nimekutana na watu jana wananiambia dabi imepangiwa tarehe 10. Hizo taarifa watu wamezitoa wapi? Za ndani hizo. Kuna mtu ambaye aliamua kutafuta engagement jana akatengeneza hicho kitu. Akatengeneza kama barua fulani hivi ambayo imetoka bodi ya ligi, yani unajua zile ndio akatengeneza Yanga, akaipiga kwenye template ile akachapa safi, yani inaonekana vizuri kabisa, akapiga kwenye template ya Simba na Yanga kuonyesha kwamba nao wamekubaliana na hilo swala. Jamaa kaka kiona sheria kweli. Kwa watu wakawa wameingia mazima kwenye hilo swala, lakini nadhani watu wanatamani kujua tu hatima ya huo mchezo. Ndio. Kama upo au haupo, na kama upo basi taarifa zake zinasemaje. Imekuwa ni muda mrefu, kwa sababu kama nazungumza kutokea Machi 8 mpaka leo tunazungumza tayari zaidi ya mwezi mzima umeshapita, kwa sababu tayari tuko kwenye April 24, almost mwezi mmoja na kama wiki zake hivi zimekata, na hakuna taarifa nyingine yoyote ambayo inaeleza kitu. Na unajua mashaka ya watu sio tu kwamba umeshapita mwezi tangu ile mechi kuahirishwa, lakini pia tunaelekea ukingoni mwa ligi, kwa sababu kumbuka ligi inatakiwa kuisha mwezi wa 5. Kwa hiyo tunaelekea ukingoni mwa ligi na bado haijaeleweka hatima hiyo kitu. Kinachofikirisha ni kwamba solution watakao kuja nayo au majibu watakao kuja nayo wana hakika ni majibu ambayo yatapokelewa na pande zote mbili. Hayatakuwa tena na muda wa discussion nyingine. Unajua unaweza kama umechukua muda kupata kuja na solution yako, alafu ile solution utakao kuja nayo afu kuna mwingine tena unakuta hakubaliani na lile, inabidi tena mwanze kukaa chini tena kutafuta kureconcile tena upya. Je, mna uhakika mnakuja na kitu cha moja kwa moja ambacho kitakuwa kime sort hiyo issue moja kwa moja, lakini ndani ya muda pia, kwa sababu mwezi ujao ligi inatakiwa kuwa imeisha. Na hapo namsikia Karim Boimanda anakuambia wana uhakika wa kumaliza ligi kwa wakati. Kwa hiyo tusubiri tuone wao wanapanga vipi. Lakini wewe unatamani vipi? Wewe unatamani iweje? Kama hawana solution ya moja kwa moja, waiweke sare. Si kama Kongo wanavyofanya kwenye mechi za nani? Mechi za kwa sababu gani unajua? Sio mechi ambayo ina impact kushuka mtu daraja. Ina impact ya mtu kuwa bingwa. Yes, ina impact ya mtu kuwa bingwa. Lakini hapo bado unaweza ukawa bingwa akakushinda mechi zingine kama mwenzio akipoteza. Sasa kama mchezo hapa kwa sababu hapo kwenye kama hapo ndo kwa sababu tofauti kama kila mtu sasa hivi, kwa sababu hatuwezi kujua hivyo viporo vya Simba kama watashinda au vipi. Lakini suppose wameshinda, tofauti ni alama moja tu. Ndio maana ukiweka sare mtu atakwambia wewe unaweka gari kama mimi siwezi kumbutua. Ndio maana mimi nikasema kwamba kama hawana solution ambayo itakubalika na pande zote, kwa sababu at this time kila mmoja anajua yuko sahihi kwa upande wake. Yani itabidi solution ipate. Isipopatikana uwezo kusema sare. The only way ni kusema it's void and now. Sasa ikiwa void and now maana sasa unadhania nani atakayekubali yani? Kufanya useme sare yani. Ukisema sare si point moja. Atakayekubali ni Yanga. Unadhania Simba atakubali vipi? Atakwambia unaweka gani mimi siwezi kumfunga Yanga. Hata Yanga mwenyewe anaweza kukataa. Kwa mfano Yanga kama atakuwa anakwenda kuwa bingwa pointi za mezani. Kwa hiyo kwa mfano ukisema ni void,
Sasa kwamba haipo limefutwa. Kwa sababu mechi haijachezwa. Sasa inakuwa the same. Ligi haijakamilika. Yaani void ina maana inakuwa kama wewe tulivyosema ni draw. Yaani hakuna tofauti. Sasa tofauti itakuwepo. Hakuna. Huyu akisema sare maana yake si ligi imeisha. Ukisema void maana yake ligi haijaisha. Hata leo teremka daraja itabidi abaki. Yaani void na maana tunaanza upya. Sasa maana yake ligi si haijaisha sasa. Anasema mechi. Au ukisema mechi void unakuaje bingwa hujakamilisha mechi 30? Yes. Lakini hapo wengine tuangalie katika upande mzima. Kwani kanuni zinasemaje? Maana unajua sasa huko ndo maana nasemaje? Watarudi kwenye kanuni. Yaani solution yoyote atakaotoa. Mimi ninachosema hapa, solution yoyote watakaoitafuta. Ligi kikanuni tangu inaanza na kabla haijaanza ni kwamba kila timu ilipangiwa itacheza mechi zake 30. Yes. Kwa mechi 30 inabidi zichezwe. Ukisema tu kwamba bwana tumeamua tu bwana iwe sare tu. Yaani mtu atakwambia mimi sijacheza mechi yangu, yaani umeambiaje iwe sare? Sijamaliza mechi yangu ya 30. Na sare unajua ina alama moja. Na alama moja. Ukisema kwa maana yake hakuna alama. Kwa hiyo itabidi hiyo mechi, yani itafutwe tu suluhisho yote, hiyo mechi inabidi ichezwe. Hiyo suluhisho lake mpaka saizi wana mwezi hawajalipata. Ndio atakapojua sasa ni. Hawezi kulipata. Itabidi warudi mpaka kwenye mzizi, kwa nini hata walifikia hapa? Yaani kwa hiyo kwenu option ni moja, ichezwe. Sasa ndio solution. Kwa sababu hakuna bingwa bila mechi 30 kwa sababu kwa mfano Yanga walitoa tamko walisema hawachezi mechi. Si ndio? Na hawachezi mechi mpaka sasa hivi wakicheza hizo mechi zao zilizobaki itasoma pale mechi 29. Haisomi mechi 30. Na ligi timu ziko 16. 16 maana ukicheza na kila mtu home and away ni mechi 30. Kwa hiyo yani bingwa anapatikanaje kwa bila kucheza mechi zote 30? Inabidi acheze mechi 30. Kwa hata na Simba naye itabidi acheze pia mechi 30. The rest na timu zingine itabidi wacheze mechi 30 kwa sababu timu zingine kwa mfano wale ambao tayari wameshakuwa relegated nao watagoma, watasema mbona yule hajamalizia naye mechi yake? Kwa mimi yani mimi sasa hapo licha ya kwamba hawezi kufikia zile alama lakini naye atakuwa na hoja yake. Na wale ambao wanaenda kwenye playoff kwa nini nao watagoma vile vile. Ndio maana solution yake hapo ni kuiweka sare, maana yake mchezo utasoma. Yani sare sasa kwa ground zipi? Nguvu. Yani kwamba sare sasa kwa grounds zipi? Sare kwa grounds za kwamba hapa kila mmoja atakupa sababu zake ambazo zipo kikanuni za kwa nini hajacheza huo mchezo. Ukianza na kanuni ipo ya kuamua sare. Yani kwa nini mmeamua sare? Hiyo sare ambayo watakuwa wamekuja kuiamua ni kwa sababu imekosekana solution yenyewe wote kucheza. Unapata hiyo point. Kwa sababu hivi ukikosa hiyo sare ndio tunaingia kwenye kuharibu msimu. Kwa sababu ya mchezo huu msimu unakuwa hujakamilika. Hapo ambaye anapaswa kushuka msimu ujue. Hapana. Ambaye anataka kushuka daraja atakwambia kuna wengine hawajakamilisha. Unapata hiyo point. Alafu kumbuka yeye huo mchezo haumuhusu kabisa. Hauchangii point yake la walibu. Huwezi kuharibu msimu mzima kwa ajili ya kitu ambacho kiko very simple and clear. Watu inabidi wacheze hiyo mechi kwa sababu hakuna msimu ambao unamalizika. Wengine wamecheza 30, wengine wamecheza 29. Kwa sababu msimu gani? Unacheza mechi 29 ukiwa kuna mchezo umepata alama kikanuni ambao hujaucheza. Unacheza mechi 29 kuna mchezo timu kama uliupata kikanuni. Kwa mfano labda hapa katikati labda imetokea labda Dodoma Jiji pengine labda atakiwa acheze labda na Tanzania Prisons hawajaja kwenye mechi. Dodoma Jiji wako pale, muamuzi yupo pale, baada ya dakika zile zinazotakiwa zimefika, kama hiyo itaenda kukaunti, wataiweka pale mechi yenu iko kwa sababu kikanuni tayari ipo. Mtu ulikuwepo uwanjani umemsubiri mpinzani hajatokea, baada ya dakika kadhaa kamishna wa mechi alikuwepo, kila kitu ni kikanuni kipo, timu imekaguliwa, hiyo itakuwa kaunti. Lakini kama hivi vitu vyote havikufanyika haiwezi kuwa counted kama hiyo mechi imechezwa. Kwa hiyo yani inakuaje ligi inaisha wengine wamecheza 30, wengine wamecheza mechi 29? Kwa sababu unajua mimi ninachokifikiria ni kwamba ukiuvuruga msimu wa ligi kuu, ukiweka void msimu wa ligi kuu, kumbuka hata aliyeko championship hapandi. Ndio the consequence. Hapo hakuna void, hakuna alama moja. Game has to be played. Hapo ndo alipokabana kwa. Na uzuri kwamba tukae ndani ya kanuni. Na mimi ndo sikio nicho kitokea. Kitakachotoa maamuzi, kanuni zimewekwa. Yani
maamuzi yamefikiwa, nani amekosa? Tumekubaliana kwanza kuna aliyekosa, Ahmed. Mwenye kosa yupo. Ahmed. Kwa sababu kuna kusema dabi ichezwe ni moja, lakini pili irejewe zile kujiridhisha, kurejea zile kanuni. Lazima watu wakae. Zirejewe zile kanuni zile. Ahmed. Watu warejee wakati wa tukio. Yani, kanuni nani alikuwa, kwa sababu unachokisema, unajua anachokisema Job itumike busara. Yani Ahmed, na hiyo busara wataikubali wote. Ahmed, na hapo sio na wewe pia unachotaka sio tu busara, unataka pia hapa ionekane kwamba timu nyingine ni kama zinashushwa, kwa sababu huwezi kuweka double standard kwenye ligi Job, kwamba eti hizi kubwa kwa sababu ni Simba na Yanga eti ndio iwe void, alafu wengine huku yani kwa nini wafikiria wawili wakati bado pia wana kibarua chao. Ngoja niwaambie, nadhani watu wanashindwa kunielewa. Na huo msimu hicho kitu kama kingekuwa kipo rahisi kuamuliwa kikanuni, tusingekaa mwezi. So far kuna sehemu ambapo panaonekana pameharibikika ambako hapana kanuni. Ngoja Job, kwa mfano warejee siku ya tukio, kanuni ziliwekwa, wazipitie zile kanuni, wazitafsiri. Mimi siamini mpaka sasa hivi kwa zile kanuni, hata mimi nilivyozisoma siamini kwamba hakuna mtu ambaye hakukosea. Kuna mtu ambaye, kuna mmoja ambaye alikosea kikanuni. Na shida iko hapo. Mambo ile shida iko hapo. Na aliyekosea. Shida iko hapo. Ambacho kinataka ndani aliyekosea warudi tena kwenye kanuni. Huyu aliyekosea kanuni inatakiwa inamwadhibu vipi? Na ambaye hakukosea kanuni inatakiwa ifanyie nini? Sasa unajua shida iko wapi? Yaani watu wanaokaa wenyewe kutaka kuamua ili swala, wanataka bwana iliyopita tuyaache. Unajua mechi ifanyeje? Ichezwe. Lakini sasa yule ambaye anahisi yuko kwenye haki anasema hapana. Na anayo hiyo haki, kwa sababu tupite kabla ya kwenye kanuni tujiridhishe kweli. Hizi kanuni ziliwekwa kwa ajili ya kuongoza huu mpira, kwa ajili ya matukio pia kama haya kupatiwa solution yake. Kwa ukimwambia kwamba bwana wewe sawa tunajua ulikosewa, funika kombe mwana, atakwambia hapana, mimi ningekosea mngeniadhibu na ningebidi nikubali hiyo adhabu kwa sababu kikanuni ningekuwa nimekosea. Na why sasa hivi ambao mimi sijakosea mniambie tufanye ile jambo yani iliishe tu hivi hivi? Je, ingekuwa sehemu nyingine pia mngefanya hivyo hivyo? Mnanigarantii na mimi siku nikikosea jambo langu mtalimaliza kibusara? Hamtolifanya kwenye kikanuni, kwa sababu huu mlango atakao ufungua wa kufanya kibusara, next time likitokea hili jambo mtu mwingine ataomba naomba tulisuluhishe kibusara, kwa sababu mliwahi kulifanya huko pia. Kwa ili mtu asije kutengeneza kwamba baadaye naye akifanya kosa awe sehemu fulani niliamuliwa kikanuni, ili naye anajua bwana mimi hapa nimepona kikanuni, manake siku na mimi nikikosea na mimi nitatwangwa hivyo hivyo na hizi kanuni na wala nisilalamike. Sasa hapo Joy Magile pia kwa upande mwingine tusema twende moja kwa moja kwenye kanuni.